kupitia Eliud Owalo imetoa scorecard ikisema kwamba uchumi wa taifa umeongezeka ama umeboreka kwa kipindi cha miaka 2.5, na serikali ya Kenya Kwanza inasema kwamba sera zake kuhusu uchumi inalenga long term stability. Hii ni baada ya kutoa scorecard ya miaka 2.5 ya utawala wa Rais William Ruto. Na swali ambalo tunauliza hapa katika bustani la Jivanjii siku ya leo ni je, hali ya uchumi kwa mwananchi wa kawaida iko namna gani, na bei ya bidhaa ikiwemo unga, nyanya, mafuta na mahitaji mengine iko vipi kwa mwananchi wa kawaida? Labda nitaanza na huyu kaka hapa ambaye yuko hapa, tueleze kwanza majina yake mawili na tueleze kwa sasa hali iko namna gani katika taifa hili la Kenya. Kwa majina naitwa Kiberenge, na ningependa kusema kuhusu hali ya uchumi. Naam. Kwa sababu hiyo ripoti ambayo imetolewa na Waziri Eliud Owalo, scorecard ya kuonyesha kwamba uchumi wa bora umeimarika, uchumi wa Kenya umeimarika ama umeboreka. Kama mwananchi wa kawaida, mwananchi wa chini, naweza kusema kwamba hakuna ishara ya kuonyesha kwamba uchumi umeimarika, kwa sababu ile ambayo tunaita purchasing power, yani uwezo wa kununua kwa mwananchi wa kawaida wa chini umezoroteka kwa sababu ya mapato. Ile mapato watu wanapata, hiyo mapato inatozwa ushuru mingi. Sasa watu hawana uwezo wa kununua. Hata ukipunguza bei ya unga, upunguze bei ya vyakula, ni kwamba watu hawana uwezo wa kununua jinsi walivyokuwa nao, tunaita kwa kimombo purchasing power. Watu hawana ile purchasing power ya kununua. Uchumi kuboreka, ishara ya uchumi kuboreka ni uwezo wa watu kununua. Je, watu wako na hiyo uwezo wa kununua kwa sasa? Hawana. Kwa sababu mapato imepunguka. Na hii mapato imepunguzwa na nini? Mapato imepunguzwa na taxation, heavy taxes, ushuru mingi sana ambao unapigwa katika payslip, ushuru ambao unatozwa wafanyabiashara, kama ushuru, kwa mfano ushuru wa mafuta. Mafuta inatozwa ushuru, taxes, karibu 15 taxes I think. Road levy, nini, hizo zote. Sasa inakuwa ngumu mtu wa kawaida, mtu wa chini kuwa na hiyo uwezo wa kununua. Na hatuwezi, unajua hawa watu wanaposema uchumi umeboreka ni kwa sababu ya wale walio juu, sio umeboreka kwa wale walio juu. Hatuwezi sema kwamba mabilionea 10 wakifanya vizuri katika Nairobi Security Exchange, hiyo ni kuonyesha kwamba uchumi ya Kenya tunatumia indicators mbaya kuonyesha kwamba uchumi imekuwa. Ametoa kauli nzito. Kama kawaida ni Joakim. Hii maneno ya serikali kushinda ikitoa ripoti kwamba uchumi sasa imeimarika. Si dhani kwamba Wakenya uchumi ikianza kufanya kazi hatutahitaji ripoti kutoka mahali yoyote. Wakenya wenyewe wataonyesha kwamba uchumi kweli imeimarika. Kama hii ripoti ambayo inasema dairy exports imeenda at 92%. Then swali ambayo tunafaa tujiulize, who are these people doing the dairy exports? Because it's not the Kenyans that are meeting on daily basis. Then tunafaa tujue kwamba kama kweli hii uchumi imeimarika jinsi wanavyotuambia, then ni wachache ambao wako na nafasi tajika katika serikali wanafanya hii biashara ambayo haileti manufaa yoyote kwa mwananchi wa kawaida hapa chini. Wanasema kwamba nini ingine imeimarika? I have seen there milk production. Mimi sijaona Mkenya yeyote ambaye nimekutana naye hata kule mashinani ambaye anasema sasa amepata soko ya maziwa. Wale wakulima ambao ninawajua kwa hapa na hapa hawajataja kitu kama hicho. Sasa hii milk production ambayo wanatueleza kwamba imeimarika, it means they are the people in government are the ones doing this business, and because they are making profit out of it, wanakuja kutuambia kwamba sasa uchumi imeimarika. Wakenya hawahitaji ripoti kutoka kwa idara yoyote ya serikali kuambia kwamba uchumi iko sawa. Uchumi iko sawa kwa mfuko ya Mkenya at an individual level. Kama wewe inabidi usave mara 2 kwa wiki ndio uafford matumbo, kweli uchumi inafanya kazi? Hapana.
Kama wewe inabidi uchoose between kulipa fare na kukunywa soda kwa duka, inamaanisha uchumi haiko sawa, kwa sababu mapato yako yamefinywa. Uchumi tunasema iko sawa kama Mkenya hahitaji kutumia bidii mingi kupata 100 kwa siku. Kwa sasa vile tunaongea, Mkenya inabidi atumie bidii kubwa sana ili kujikimu kimaisha ya kila siku. Lakini serikali ya Kenya Kwanza inasema kwamba ina focus sana na long term stability. Long term stability when you are starving at the moment is not going to work. Ili wewe upate malengo yako ya kesho, lazima uwe sawa leo. Na uwe katika hali ya kwamba hayo malengo yatakapotimia utakuwa hai kuyaona. Usikuje kutuambia kwamba long term stability, when it happens people have already starved to death. Tunafaa pia tufikirie leo itakuwaje wakati tunajipanga kwamba malengo ya wakati ujao, long term stability ile wanatuambia itatupata tukiwa katika hali gani. Tusisahau leo iko aje. Yes, that's my point. Na hapo niongeze kitu hapo kwa long term stability. Unajua ni kama mgonjwa ambaye anafaa kufanyiwa upasuaji kumtoa growth permanently. Lakini mgonjwa ni lazima uhakikishe ako na maji before afanyiwe upasuaji, ako na damu ya kutosha. So lazima umwekee damu, umwekee maji ili akuwe tayari kwa upasuaji ya hiyo long term stability. Kwa hivyo hatuwezi enda tu tunatafanya long term stability. Lazima kuwe na medium term goals ili uanze kugrow uchumi. Naam, ametaja swala nzuri hapo kaka. Naam, mimi ni Isa Mohamedi na ningependa kusema ya kwamba ile ripoti ambayo imetoka ni ripoti iko sawa kabisa. Kama kuna complaint yoyote, wale ambao wanaona kwamba sio ripoti ya ukweli, ningewasihi kwamba waende kwa wale wahusika, kama wakulima wa kahawa, wakulima wa maziwa, wakulima wa sukari, wale ambao wanacheza hiyo sekta katika economy. Au complaint ikirezi kutoka kwao, hapo ndio tutaona ya kwamba kweli kuna kitu ambao kinaendelea ambao hakieleweki. Lakini kama hao wenyewe wako certified na kweli product zao hakuna changamoto ambao wanazipitia, zimesha kuwa resolved, then ni kumaanisha kwamba ni vitu ambazo ni ripoti ya ukweli. So kwa hivyo kama sisi tutakaa hapa na kwanza kuitupia chache maneno ya uchache kwa ya nini, maneno mazito kwamba sio ripoti ya ukweli, na ili hali wale wahusika wenyewe hawaja raise any voice ya kucomplain chochote, sisi tutakuwa kama watu ambao ni wanafiki kusema kweli. Na serikali kwa kawaida inapokamilisha watu we call infrastructure, kwamba barabara ipo, maji yamepitishwa, kuna stima ya kutosha, na kila area iko na hizo areas zimeshapata hizo vitu zote ambao nimetaja, mbona kusikue kiuchumi? So kwa hivyo kama kuna mtu yuko hapa Nairobi na yeye labda maandikwa na sekta fulani, na hiyo sekta ihusiki na hizo vitu ambao zimetajwa, hapo inaeleweka. Mtu ajitokeze ataje sekta yake ambayo imetajwa, kama imefail then aseme reason hii na hii. Na kama kuna reason nyingine ambao tena watu wangependa kuchangamua hii pingamizi, wangetengeneza tena nini ingine ya kwenda kufanya research ingine, wa make research na comparison na hii ambayo iko yenye imetolewa, hapo ndio tutajua ukweli. Lakini maneno mengine tunajua hayo ni mjadala wa kisiasa, na siasa tunajua inakuja na mambo mengi. Lakini kuhusiana na hili swala la maize production, inasemekana kwamba ni 39% imeongezeka. Sijui wewe kama Mkenya wa kawaida unapokwenda dukani, unga ni cheap kama ilivyokuwa hapo awali? Kwa kawaida nimeona unga ilikuwa imepanda na ilikuwa ikiteremuka polepole. Kumbuka hii serikali ikiingia, ikichukua usukani, unga ilikuwa karibu 200 na kitu. Na utanikubaliana na mimi. Lakini ikateremuka mpaka 180, kashuka 150, zingine 60, mpaka kwa hivi sasa ile constant ambayo iko ni 140 to 130 something. Ijavuka 140 kusema kweli. Kilo 2 ya kawaida ukienda kwa shelf supermarket. So ni kumaanisha kwamba kuna kitu kimefanyika. Naam. Umetaja hoja nzuri hapo kaka. Ndugu, sijui kauli yako ni gani kuhusiana na hilo? Kwanza kabisa kwa majina naitwa Eric Langat. Mimi ni mkaji hapa Nairobi. Mimi ningependa kusema hivi, tangu Mheshimiwa Rais William Ruto achukue hii uongozi, kwa kweli maisha imekuwa juu sana kabisa.
maisha imepanda kabisa. Hata huyu ndugu yangu akiniambia ati maisha sijui anakaa Kenya gani, maisha iko juu sana. Mimi ningependa kusikia kama huyu vile umesema kuhusiana na mambo ya maziwa, kila kitu imepanda kabisa, uchumi iko juu sana. Ningependa kusema hivi, wale wako wamechukua ushukani, wateremshe, wajaribu kurekebisha uchumi irudi vile ilikuwa. Uchumi imepanda kwa sasa, Wakenya hata wameshindwa bei hata kununua. Wakenya wamepanda, maisha imepanda sana mpaka Wakenya wameshindwa bei ya kujikimu kimaisha. Mimi ningependa kusema hivi, ningependa kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto, tafadhali, kama maisha imepanda kabisa, ukiangalia watu, hii mambo juzi amesema ati mambo ya chapati, hiyo kitu imeshangaza watu sana. Mheshimiwa Rais kabisa amesimama kwenye gari anasema ati analeta mashini ya kutengeneza chapati milioni 1. Hiyo kitu haifai kabisa. Angekaa chini, angalie vile Wakenya wataweza kujikimu kimaisha. Hiyo mambo kusema ati sijui chapati, sijui kusema nini, hiyo ni vitu ya propaganda, na ile ni kitu haiwezekani katika hii taifa letu la Kenya. Ni hayo tu. Nitaanza na kujitambulisha. Jina langu ni Kelvin Fogo, na kulingana na hiyo ripoti ambayo imetoka, nitatumia lugha ya Kiingereza. I will support my fellow member Isaac. Every economic environment work on policies. And if you look at the sectors that have improved is the agriculture sector and the manufacturing sector. If you look some of the policies that President William Ruto has formulated, they are favoring the agriculture and the manufacturing sector, which has been declining since 1980. If you look back at the economic index, since 1980 to now, agriculture and manufacturing has been declining. But after William Ruto took over the government, he has crafted some policies that are favoring the agriculture and the manufacturing. One, the fertilizer subsidy. Once William Ruto took the government, he proposed an idea. We should not subsidize consumption. We should subsidize production. Subsidizing production brought about the fertilizer subsidy, which was being pumped into agriculture sector, more so the maize production. That is why we have seen the roaring price of the maize flour. It's what Isaac has said. Secondly, the dairy sector. The dairy sector covers manufacturing and agriculture, more so in the production and in the processing. President William Ruto has come up with in the bottom-up economic policy, the milk sector has been identified as a potential driver of the economy. And if you look companies like, what do you call it, KCC, we have seen the revamping of KCC and is now making profits. Companies like Brookside, we have seen increase in sales. So I support that report because it's a clean report. The economy has been growing, but on some sectors, not the whole sectors, but in some sectors. Lakini kuna kaka hapa anasema kwamba ni watu wachache ambao wanafaidika na hilo. That is why Isaac had said very well. If you want to interview people to get the full fact of the report, move in that sector, the dairy sector and the agriculture sector. You cannot be in the retail sector and you are giving a report of the agriculture sector. Huwezi kuwa unauza simu Rudhuri Avenue na unasema mambo kuhusu kulima. That's not factual. That's not factual. Kuna kaka hapa anataka kuzungumza. What my brothers are failing to understand, they think that the people who produce milk, people who produce coffee are working in isolation. These people have consumers. And it is the consumers who consume from these people. So if the consumers are not able to purchase, I take milk myself. I take bread. I take milk, I take bread. So my brothers should not tell us that I cannot speak about the milk sector
I cannot speak about the flour sector. I cannot speak about the coffee sector. Yet I'm a consumer in all those sectors. If my consumption has reduced, unlike the previous years, I'm speaking practically from my own house that my consumption has reduced. What I used to buy with 1,000 is not what I will buy with 1,000 today. If I go to a supermarket with 1,000 today, I will not carry what I used to carry. So I am a consumer. I'm speaking as a consumer. I rely on a milk farmer. I rely on a sugar farmer. All those people, I'm their consumer. So I am very much able to speak about those issues because I'm the end person of that manufacturing or of that production. So I think what Langat said there, it is very much reliable what he said, and given that he comes from the same area with the president, I think what he says is more reliable because his opinion is very strong because he's a person who comes with the president from the same area, and it is in that area. Somebody said that unless people complain, we have seen people complain. People are crying in Narok. People have harvested their wheat and they have nowhere to sell it because big barons have exported wheat from outside. They have stocked the wheat in all cereals board. So our farmers, our local farmers, are not able to sell their wheat. Same to maize, same to other things. So this economy is for a few people who are benefiting, and if their pockets are doing well, then we record it as the economy has grown. About maize flour, kwamba bei ya unga ilikuwa juu wakati Ruto alichukua, imeshuka. Let me tell you. Ni ukweli ama ni ukweli? Mambo ya unga Kenya, I have been living in this country, it is seasonal. It is seasonal. Hata wakati Uhuru alikuwa president, bei ya unga ilikuwa inapanda, inafika msimu, watu wamevuna, imeteremuka. Hata hii yenye tuko naye saa hii itapanda, itaenda ifika 200, tukifika mwezi wa 5 wa 6 hapo itafika 200. It is seasonal. Bei ya unga hai dictate economy yetu. It has never dictated and it will never do. Nitachanganya lugha. Wakati sekta yoyote inafanya vizuri, kuna ile kitu tunaitwa the knock-off effect to the last consumer of that particular sector. Kwamba wakati unasema dairy production may increase with a certain percentage, we should see it on our tables. Any product production increase, demand wange inaenda chini, supply inakuwa mingi, which reduces the price. So kwa meza yangu wakati naenda kununua maziwa, nipate kwamba leo maziwa ambayo nilinunua jana 70 bob leo ni 50. I will feel the difference at a personal level. Lakini kama ninangojea ripoti kutoka kwa serikali ndo iniambie maziwa imeshuka, hiyo sasa inaleta kizungumkuti, kwa sababu hii maziwa imeshuka kwa mtu yupi? Ama kuna Kenya sekta ngapi? Sekta ya mayai ikifanya vizuri, mimi nitajua kwa meza yangu. Kama last month nikifanya shopping nilinunua crate moja shilingi 700. Na leo inafanya vizuri, bei imeshuka, mayai ni mingi kwa soko, nitanunua crate moja shilingi 630. Nitajua kwa mahesabu yangu ya expenditure yangu ya kila siku. You will not need Eliud Owalo or anyone to release any report to tell you that the economy is doing well. Serikali inafanya kazi na hii story ya unga kwa kila kitu. Ukiwauliza kazi mumepanga aje, unga imeshuka. Haya, maneno ya elimu mnaonaje, unga imeshuka. Tuambie vile security ita improve, unga imeshuka. Mimi najiuliza, kwani barabara ikiharibika tutamwaga unga kwa barabara ndio magari yapita vizuri? Ama mtoto wako akifukuzwa shule kuenda kwa sababu ya karo, haupeleki mfuko wa unga, unahitaji pesa. Hii maneno ya kusema kwamba tunataka sasa wa Kenya we subsidize production, just like my brother has said. How do you say you have subsidized production? In terms of subsidy and production, tunaongelea kitu kama energy is a very important sector in production, which is fuel and electricity. Kama token zako ziko expensive,
How do you tell me you have subsidized the production? How does fertilizer, subsidy of fertilizer affect production of eggs, for instance? Na nani alisema kwamba mahindi inahitaji tu fertilizer kufanya vizuri? Wakati mwingine hata weather inabadilika. Unapata kwamba fertilizer umetumia mingi lakini mvua haijakuja. Sisi tuko katika nchi ambayo tunategemea sana natural weather patterns. Mtu asije akadanganya wa Kenya kwamba sasa hali ni nzuri. Kwa mdomo mmoja serikali inasema hali nzuri ya uchumi imeimarika. Wakati mwingine wanatuambia tufunge mkanda, tuvumilie, hapa mbele mambo itakuwa mzuri. So we don't know which side of the government's mouth we should believe in. Kwa sasa vile tunaongea, nilikwambia, the reason why everybody is aware of our politics now, what is going on in our country. Wacha nikupe kwa mfano. Unapata mtoto, wakati Rais Uhuru Kenyatta alikuwa kwa kiti, babake alikuwa dereva wa basi. Leo babake anafanya hiyo kazi ya dereva wa basi. Anapata kiasi hicho cha pesa. Lakini kuna vitu ambazo babake alikuwa na afford wakati wa Uhuru, sahi hawezi. Kama alikuwa ananunua mikate 2 kila siku, sahi inabidi anunue 1. So watoto wanajiuliza, nini shida sahi babangu hawezi kuja na mikate 2? Wanaona babake anashika hivi mashavu, anasema huyu William Ruto ametusumbua sana. Inabidi mtoto aingie kwa simu aangalie William Ruto anahusikaje na slices za mkate kwa meza ya babangu. Anapata mshahara ya babake imekatwa housing levy, anapata mshahara ya babake imekatwa NSSF. There are things that are hurting the economy more than what they are telling us. Hii maneno kama wao ndo wana biashara kwa hiyo sekta ambayo wanasema na wameweka mikakati kwamba hizo biashara zao zinafanya vizuri, wasitulazimishie mafanikio yao kwenye biashara yao. Kwamba muuzaji wa mayai anaposema kwamba mimi export zangu zimeimarika na mimi hapa sijaona hiyo manufaa, asikuje kunilazimisha kusema kwamba nimeona hiyo manufaa. Wakenya wakati economy itakuwa inafanya vizuri, wao ndo watakuwa mbele kusema kwamba kwa sasa uchumi iko sawa. Kwa sababu hawatakuwa wanahitaji kufanya jukumu zaidi. Katika nchi ambayo economy iko sawa, mtu akisimama pale kwa barabara na ndoo moja ya njugu, analipa rent comfortably, ananunulia bibi nguo mzuri, kwa sababu Wakenya wako na change yenye wanaweza tumia na wasisikie uchungu. But if the 20 bob in your pocket is budgeted for, kiasi kwamba ukinunua njugu ya 10 utaregret hapo mbele, uchumi itakuwaje inafanya vizuri? Uchumi ni mbaya. Kuna kaka hapa angependa kuongea kuhusiana na hilo. Ninarudia mara ya pili, mimi ni Isa Mohamedi na ningependa kusema hivi. Hao ndugu zangu wanaongea, alafu mwishowe baada ya kuongea tena wanarudi wanajijibu. Wanasema kwamba hizi bidhaa baada ya kupanda kuna wakati zinashuka na kuna wakati zinapanda. Kumaanisha kwamba zinaenda na msimu. Kuna wakati msimu unakuwa mzuri, na akataja vizuri kuna wakati ambao weather ndio tunaitegemea. Kwa hivyo kuna msimu ambao weather inakuwa mzuri mpaka mavuno yanakuwa juu, mpaka sasa bidhaa zinashuka chini. So kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba wao washaelewa shida hizi bidhaa kupanda na kushuka ni nini, sio William Ruto wala sio serikali iliyomo kwa sasa. Hiyo kwa hivyo wameshajipa jibu wenyewe kwa wenyewe. So kwa hivyo mimi ningependa kuambia kwamba mimi hivi sasa nikiwa na pesa nisiasumu kwamba economy iko vizuri, na saa zile nimekosa pesa alafu sasa ndio nasema economy iko vibaya. Hapana, hivyo ndivyo wenzako wanaichukulia kwamba saa zile ana pesa sasa economy iko sawa, lakini saa zile yeye mwenyewe hana pesa kwa mfuko yake sasa economy iko vibaya. Sio hivyo, tukienda hivyo sio notion ya economy. So kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi, tuwe watu wangwana ambao tunasema jambo kinagaubaga bila kuegemea kwamba
kuna siasa ambayo inaendelea. Siasa hii ndio unajua, tusiingize siasa kwenye economy. Kama economy imefanya vizuri, tukubaliane imefanya. Na kama kuna kasoro yote ambayo imetokea kwa economy, tukubaliane. Lakini tukimix siasa na economy, itakuwa vitu mbili tofauti. And that's why you always say there is political, economy and social impact of ya mwananchi wa kawaida ama binadamu kama mimi na wewe. So kwa hivyo tukiendelea kumix mambo economy na siasa, hapo tutakuwa tunafanya nini? Tunaleta nini sintofahamu, ambapo wananchi wanatuona ni kama hatuwapatii mwelekeo mzuri. Mimi nikimalizia, mheshimiwa, hizi vitu ambazo zimetajwa kwamba economy inaendelea vizuri, they should also make their due diligence report ya kuona kwamba kweli hizi vitu ambao wanaweza sema ni ukweli. Kimfano, Western na Nyanza economy yao ni sukari. Je, hao wakulima wa sukari, hizo sako ambao ziko huko za sukari ambao zinaangazia mambo ya sukari, zimepata complaint yoyote kwamba kuna complaint hii na hii na hii na hii imetokea, product zetu hazijauzwa? Kuna ndugu yangu ambaye amesema kwamba ngano kule Narok ijapata market. Na ili hali ngano hapa juzi walikuwa wanashukuru serikali kwamba imehakikisha kwamba ngano yao imepata market kwa bei ambao inafaa. Kwa kawaida, acha nikwambie ndugu yangu, kila mtu anapotengeneza bidhaa zake, anatarajia bidhaa zake zikuwe kwa hali, ziuzwe kwa juu, ili kwa gharama ya juu, ili aweze kufaidika, bila ya kujua. Ni serikali tu ingilia ndani kuwaongelesha wale ambao wahusika wenye wako kwa sekta tofauti tofauti, na kwamba jameni, kama hii product mumeitumia input fulani, muangalie mwananchi wa kawaida, muweze kurudisi nini hii, kupunguza bei. Lakini kwa kawaida, hata mimi ninapopika mandazi yangu ninatarajia niuze kwa bei ya juu. Abnormal nini, bora nimepata nini faida. Ni serikali tu uingilia katikati na kusema hapana, lazima tukae chini ili mwananchi wa kawaida afanye nini, aweze kunufaika. So kwa hivyo, ili swala tukianza kurudishia serikali, na ili hali wenye kutoa bidhaa wenyewe ndio waamua. Hata kuna watu ficha mahindi, na mahindi yapo tu, wameficha mahindi, hawataki kuileta kwenye economy. Anangoja saa zile shida imetokea, kama flood ambayo ilitokea last time. Nakumbuka tulikuwa na flood. Hiyo flood wakati ilitokea, mahindi ikashuti kidogo, na hali ilikuwa imeshuka. So kwa hivyo kuna wale watu ambao wanataka hiyo advantage. Shida itokee wahodi hiyo mahindi, alafu saa zile nini imepanda ndio watu hiyo mahindi yao, saa zile demand iko juu. So kwa hivyo serikali hapo ndiyo inajaribingi kuingia na kuwapaswedi. Serikali inajaribu kuplay critical play ya kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida ananufaika. Asante sana kwa kauli yako. Nitachukua kauli za mwisho. Wacha nianze na huyu kaka hapa kwa sababu muda umekimbia zaidi. Naam. Kwa dakika za kuhesabu tu, unahisi serikali ifanye nini katika kuangazia swala la uchumi? Iangazie sekta gani na gani kuhakikisha mwananchi ana maisha yake yako sawa? In some points, I'll first of all continue with the contribution for at least 2 minutes. The point is the consumer is not feeling the impact. That's where the point is coming from. And you have to understand there is something that we call the supply chain and the logistics. So we have very few producers, a big number of manufacturers, a big number of distributors, a big number of retailers, and a big number of consumers. So what do you expect? If producers are few, and consumers are many, what do you expect in the market? The prices will remain constant despite the report. If you look in the maize sector, farmers are very few, but flour consumers, they are very many. So this is a number. This is a fact of now the supply of the production. So what the government can do now is to expand the base of the manufacturing and the production, because the report is very positive. Because if you look at the unga price back in the year 2023 and the unga price in the year 2025, there is a significant decrease. But in some retail shops, the price is constant. Haijabadilika. Kwa nini? Consumption is very high.
And that is why the fertilizer subsidy has catalyzed production. We produce maize in surplus. But if you look, the number of farmers is now declining because, one, the youthful age that is supposed to be in the farming sector is now in towns. They are now in town. So the farmers are very few with a big task of feeding the nation. So what the government should, the policy that the government should be coming now is bring an inclusion of young people with knowledge to the agriculture and the manufacturing sector. Because if there is an increase in export of dairy products, it means there is a potential. If there is increase in maize production, it seems there is a potential. So the problem is now balancing the equation. It's balancing the equation. It's declining consumption by making sure that more consumers are being driven back to the reverse chain of the production. That is when the consumer can now feel the impact. But we don't expect very many consumers, like 1 million consumers, being fed by 10,000 producers. We are still at zero. We are still at zero. So it should be balanced. 200,000 producers and 1 million consumers. We should not burden the farmers with numbers. What the government should be doing is now balancing the numbers, making sure much more of the budget is being pumped in the sector that we have seen the potential as per the report. Thank you very much. Naam, asante sana kwa kauli hiyo nzito. Kwa dakika za mwisho tu. Naam. What I would like to say is that I don't want to delve as much into matters economy, because if we start speaking tukianza kuongea sasa kwa kiexpert, tuanze kuongea masuala ya kiuchumi hapa, mambo ya demand, supply, you know, when I talked about purchasing power, I did not say watu kukosa pesa. Yes, I spoke about the pay slip. Mtu wa pay slip hahitaji handouts. Mtu wa pay slip hahitaji asaidiwe na serikali. But the government has raided his pay slip to the extent that up to 50% of his salary goes to taxes. That has never happened in our history. Na huyu mtu wa pay slip hakona dependents watatu wanne. So what we are doing, no economy in the world can inaweza kukua kama tunaua ile kitu tunaita middle class. Middle class ndio ina feed the people at the bottom of the pyramid. Huyu middle class akona maid, akona dependents, akona shamba boy, akona this middle class person akona dependents, watu wanadependi kwake. Now, wakati umereduce, umepunguza uwezo wa huyu middle class kufidi watu wa chini. Maybe sasa amefuta maid, you see how it is impacting in our economy. That's what I'm talking about. But very few people who have not done economics can understand this. Even David Ndii, ambaye ni economic advisor of president, every day he reminds us that Kenyans, we are headed for very hard times. David Ndii, an economic advisor to the president. Even last week he said, an economic advisor to the president, he says and he repeats that we are headed for hard times. What I refuse, and I totally refuse that tukiongea mambo ya economy ya Kenya, tunakumbushwa tu unga. Unaona? While there are other countries like Rwanda, like Burkina Faso of Ibrahim Traore, while those countries are thinking of ultra-modern ways of growing their economies, sisi wa Kenya bado tuko kwa level ya unga. Our economy rotates. Ukiuliza vijana employment watapata, bei ya unga iko chini. Ukiuliza barabara ziko namna gani, bei ya unga iko chini. Our economy cannot rotate around the nonsense called unga. We should think beyond unga. We should have other things to measure our economy, not unga. Not unga cannot measure our economy. Naam, asante sana. Kumalizia tu Joakim. Kwa dakika mbili.
maneno ya economy, serikali itengeneze environment ambayo ina support biashara, ya kwamba Mkenya ambaye ako na 20,000 anaweza weka biashara na hiyo biashara ikampa faida ya kujiendeleza kimaisha, kwa sababu Wakenya wako na uwezo wa kununua zile bidhaa ambazo ameweka kwa soko. Bila kufanya hivyo, Wakenya watakuwa na wakati mgumu sana wa kujitegemea katika maisha yao. Mimi vile ndugu yangu amesema hapa, tuache kukua very petty in how we think of solution ya zile shida tuko nazo. Ametaja president wa Burkina Faso Ibrahim Traore, ambaye kwa sasa anajenga 50 level 5 hospitals kwa nchi yake. Rais wa nchi ya Japan ana launch it's called what? Nuclear power plant. Rais wa China ana launch bullet train. Sisi rais wetu anafikiria mambo ya chapati, mambo ambayo haisaidii popote katika uchumi ya nchi. Tuko na vijana wengi ambao hawana kazi. Why don't we think of a way that is multi-sectoral, yenye inaweza absorb vijana wetu? Kwa sasa ile kitu tu ambaye anatuimbia katika shughuli ya kumaliza kazi ni affordable housing. Wakati unataja kazi kwa vijana, anasema mimi nimeleta hao vijana hii shughuli ya kujenga nyumba. Mke wangu amefanya literature, ni mwalimu wa mambo ya literature. Kwa shughuli ya housing atapata kazi gani? Hawezi enda kufunza mafundi kazi ya literature. Dadangu amefanya nursing. Kwa shughuli ya housing ataajiriwa kuwa nani? Kutibu mafundi. Wacha tukue na masuala ambayo ina absorb kila Mkenya, kwamba unaweza pata kazi katika hiyo sekta, uchumi itaimarika. Yes. Kumalizia tu wacha nimalizie tu kwa kusema hivi. Ndugu yangu, wanajua Wakenya ni ule mtu ambaye anatoka kwa nyumba na hajui penye anaenda. Na Wakenya tunapenda kutumia hamaki sana, saa zile tunalaumu serikali. Tulaumu serikali kama tuko soba na tutapata resolution. Number one, ni Kenya peke yake ambao iko na opportunity ambao inaangalia mfanyabiashara mpaka wa kuuza njugu. We have what we call Small and Medium Enterprise Authority. Hicho ni kitengo cha kuangalia wafanyikazi wa chini. Tuko na funding ya Kenya Women and Enterprise Fund. Tuko na Youth Fund. Tuko na Uwezo Fund. Tuko na ingine imekuja Hustler Fund. Tuko na yani serikali imejaribu kuweka vitengo ambao zinaweza kuinua mwananchi wa kawaida. So kwa hivyo mimi nikiona mwananchi analaumu serikali kila wakati, na ili hali yeye mwenyewe ukimuuliza umeiform youth group ukaenda pahali usaidiwe, umeiform association ya jua kali ili uende kwa Small and Medium Enterprise Authority iweze kukusaidia, people lacks information. Hiyo kitu ningependa kukwambia wananchi watafuti information. Wewe wacha kukaa tu kwa nyumba baada ya kugraduate ama baada ya kutoka college ama kutoka polytechnic ama umemaliza form 4 kupita vizuri, na ili hali umekaa pale. Kuna kitu mpaka yenye inaitwa research fund. Kama wewe umegraduate na una kitu cha kufanya na kuna kitu unafikiria cha kuongeza kwa economy ya nchi yako, enda pale, jitume, apply your fund, fanya research, represent, useme mimi na hii nimefanya, inaweza leta impact kwa nchi yangu. Lakini sisi tukimaliza ni kununua simu kubwa na kwenda social media na kwanza kulaumu serikali. To be sincerely, tunaenda wapi kama nchi? Naam, natumai ningekuwa na muda zaidi, lakini naarifiwa muda umekimbia zaidi. Kufikia hapo mtazamaji, mie sina la ziada na tamatisha kikao hichi, na ambapo nimekuwa nikiwahusisha wakazi wa bunge la Mwananchi. Narudisha kwako studioni Ruga Eval, siku njema.